Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Wasiotaka katiba mpya wainue mikono. Kumbe mnataka wote. Sasa hebu niseme kidogo kwenye hili la katiba. La kwanza, ni muhimu sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Sheria kuu ya nchi ni katiba. Majaribio ya kupata katiba mpya yamekuwepo kwa zaidi ya miaka 40. Lakini vuguvugu la kuitafuta katiba mpya limedumu likiwa kubwa tangu mwaka 92 baada ya kuanzishwa vyama vingi. Kwenye serikali ya awamu ya 4 ulianza mjadala wa katiba. Tukaweka na bunge la katiba, tulipiga hatua kidogo, alafu tukaenda tukakwama mahali. Tunaweza tukawa na mambo 40 ya kupigania, lakini katika mkakati wowote lazima uchague jambo kubwa ni lipi. Kwa mfano sasa hivi ukisikiliza madai mengi ya watu mbalimbali, unakuta wamepanga mambo 10 kwa pamoja. Ushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. Na katika utawala bora katika nchi, kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichokuwa kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo. Si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania.